Spika, mimi naunga mkono mjadala ambaye unaendelea ya ugawanyaji pesa za county na pia national government. Bwana Spika, kwa hii kipindi ya miaka ambaye tumekuwa hapa katika kutoka mwaka wa 2022 tumekuwa tukitaabika, county zimekuwa na shida nyingi sana, na pia tumekuwa tukililia sisi maseneta vile county sitakuwa sinapata pesa ambaye inaweza kuwasaidia. Lakini kumekuwa na shinda ya national government na MPs na pia na treasury. Hata tukipatiwa pesa kiasi gani kumekuwa na shinda, unakuta magavana wanalia na watu ambaye wakasahau katika Kenya mambo ya devolution. Sisi maseneta tuko hapa katika kutetea devolution. Na mambo ya devolution katika ile wakati wa zamani, devolution kuna serikali ya county zote zilipatiwa department 10. Na mambo ya ajabu Bwana Spika, mara mingi kumekuwa na shinda kwa sababu hata zile pesa tumepewa tukipatiana kule katika county government, pesa imekuwa ni kidogo, departments zingine zimekuwa hasipati pesa kwa sababu pesa nyingi imekuwa ikienda upande wa hospitali na pia zile zingine upande wa agriculture na pia upande saa nyingine wa barabara, lakini unakuta kama livestock na vitu zingine hiyo pesa haitoshi. Bwana Spika, nataka niseme tumekuwa tukishuhudia counties nyingi magavana wamekuwa kiteseka, wamekuwa wakipata shinda kwa sababu hata wakati waliingia Bwana Spika walikuta mambo ya pending bill na wenji bill kama Embu County kumekuwa na shinda kwa sababu hata ile mambo ya kugawa ile pesa katika county ile mambo ilikuwako zamani haikufanya mgawa pesa kulingana vile inawezekana ama vile inavaa, kwa sababu tunajua Bwana Spika kulikuwa inaonekana county zile asikuwa na njiweza silipatiwa pesa nyingi na zile county ilikuwa na njiweza ikawa imepatiwa pesa kidogo, na kulikuwa Bwana Spika wakati itafika hizo county iweze kufanywa audit ionekane kama zile county asinjiwezi ama iweza kutumia pesa na njia ile inafaa Bwana Spika. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono ndio hii pesa tunasema 465 billion county iweze kupatiwa, iweze kufanya kazi kulingana na vile inaonekana. Bwana Spika, tukiwa maseneta kila wakati wote tumekuwa tukiona health promoters daktari waikuja pale kwa ngeti na ni kitu ya hivyo sana na hakuna watu wanaangalia. Na sasa ni wakati huu tunataka kuomba serikali ya national government na MPs na treasury, sasa ni wakati wao ile finance Senate inataka ile pesa iweze kupatiwa ndio health promoters, daktari na wale watu wengine. Hata Bwana Spika, tumeona wafanyikazi wa county government wakiserewa kupata misahara na pia mambo mengi, na tunaona vile economy inaendelea, mambo mengi inaonekana pesa nyingi zimekuwa na shinda kwa sababu tumeona kama serikali hii unakuta kama mambo ya ushuru ya nyumba, mambo ya ushuru ya SHA inaenda juu, na ndivyo inaonekana Bwana Spika kama county government wataweza kupata pesa Bwana Spika, wataweza kuongezea wale wafanyikazi waweze kulia. Bwana Spika, magavana wengi wako na shinda kwa sababu tunaona hata wakati mvua inanyesha hawapati pesa ya kutengeneza barabara. Mambo ya SHA inafanya kazi sahihi, lakini mambo ya shinda hospitali nyingi karibu sote unakuta magavana wanalia hakuna pesa ya kununua dawa. Kwa hiyo Bwana Spika, ni mambo mengi sana inafaa iangaliwe. Unakuta hata mambo ya kilimo inafaa inataka kuangaliwa ndio kilimo iweze kuwa na njia ile inafaa, kwa sababu unajua Bwana Spika, wakati tulikuja hapa katika maseneta tulipitisha kuwe na health promoters na pia kuwe na agricultural extension officers, na kutoa wakati ule iende ikawa wengine wanaweza kupata pesa. Lakini Bwana Spika, kama counties sitaweza kupata pesa na njia ile nafaa au watu wote wataweza kulipwa misahara Bwana Spika. Kwa hivyo mimi nikiwa senator wa Embu County naweza nasema counties siweze kupatiwa pesa Bwana Spika. Mambo mengi tumekuwa tukisikia vile MPs wanasema ati governors ama counties inatumia pesa kulingana na njia ile nafaa. Bwana Spika, mimi ningekataana na mambo ya MPs kwa sababu kazi yao ni wapitishe pesa ikuje katika Senate na Senate iweze kugawa mgayo kulingana vile inafaa ndio county zote iweze kupata pesa. Ni sisi tunafaa tukue ma senators kuangalia mambo ya oversight
na kuangalia vile pesa inafanya kazi, lakini sio mambo ya MPs. Mambo mengine Bwana Spika, ningeomba hata kama counties watapatiwa pesa, tutapitisha budget mpaka uangaliwe kama sile pesa inaonekana, hiyo iwe pesa siwe inapatikana, ndio counties siwe ikipatiwa. Na pia Bwana Spika, mambo ya treasury tumeona mara mingi. Hata nakumbuka wiki jana waziri wa fedha alikuwa nafaa atembelee katika Senate ajibu maswali, lakini tumeona hakukuja. Kwa hiyo Bwana Spika, hata mambo ya treasury mpaka Bwana Spika itaangaliwa, ipiwe mshasha ionekane ama ni nini iko na shinda, ndio waziri wa fedha aweze kupatia county zetu pesa, ndio mwananchi aweze kufaidika. Kwa sababu wakati huu tumeona county nyingi inaweza kufanya kazi, mangavana wanafanya kazi, na pia waweze kufanya kulingana vile inafaa. Kwa sababu kusema ukweli, county nyingi mangavana wanateseka sana, wafanyikazi wanaselewa mishahara, watu wengi wapati pesa kulingana vile inafaa. Mambo mengi kama sahi, hata nakumbuka katika Embu County kulikuwa na shinda kidogo wakati governor wa Embu County, nakumbuka vizuri, pesa ile wizara ya agriculture ilipitisha inue chakula iliselewa, na gavana akaweza pesa wakati ilikuja akanunua mahindi ikiwa imechelewa, lakini wakuta mpaka sahi yende ikawa pesa nje piano nyingine ya kununua fertilizer, mkulima yese kupelekewa na gavana. Kwa hivyo saa nyingine mambo mengine Bwana Spika, gavana wako na anja ya kufanyia mwananchi kazi, lakini kulingana na vile iko katika pesa mbali inatoka kunakuwa na shinda. Kwa hiyo saa nyingine tuweza kuwa mangavana na shinda ni sisi, ni treasury ama ni parliament ama ni mali pesa inatoka. Kwa hiyo Bwana Spika, tumeona mwaka jana ile pesa hii mwaka inaenda kuisha, mambo mengi pesa hii kutosha, lakini kama Bwana Spika, hata kama ni mambo ya mediation, hata kama wale watu tutachagua professionals katika Senate wataenda kufanya mediation na serikali kuu, waweze kuangalia ile pesa isipunguzwe, iweze kuwa hata kama itapungua iende chini kidogo, ndio tuweze kusaidia ukatusi, ndio economy ya county zetu iweze kuendelea vizuri. Kwa sababu unaona kama sasa wakati walipata pesa kidogo wameweza kuangalia mambo ya kilimo, unakuta manjani, kahawa, makandamia, maembe, vitu nyingi magavana wanataka iwe value addition, na serikali ya Kenya Kwanza ina support, na vitu zingine unakuta kama mirasi tukumuka iwe value addition, ndio mkulima watu waweze kujisimamisha, ndio miaka itakayokuja serikali kuu ikiendelea vizuri, na serikali ya national government, serikali kuu na serikali ya ukatusi iweze kuendelea vizuri, ndio economy ya county zote iweze kuendelea. Kwa hiyo Bwana Spika, mimi naunga mkono. Asante. Sababu nilianza kuongea kabla umalize, naomba nimpe Seneta Mogeni Okongo Mogeni aulize. Asante mheshimiwa. Nimesema nilianza kuongea kabla malize. Yes. Angesimamisha hotuba yake anisikize mimi mwenyekiti. Mheshimiwa Spika, unajua hii nyumba yetu ni ya rekodi, na vile tunazungumza hapa Wakenya wanashuhudia huu mjadala kwenye runinga, na inatakana yale ambayo tunazungumza hapa yawe ni mambo ya ukweli ambayo tukiuliza swali tunaweza kutetea. Sasa nataka kuuliza hoja ya nidhamu kwa rafiki yangu Senator wa Embu. Amesema kwamba yeye anangoja siku ambapo serikali itafanya muguka iwe na value addition. Mimi ningetaka kuelewa katika sayansi yetu, Mheshimiwa Speaker, atueleze kuna uthabiti umefanywa unaweza kusema kwamba kweli muguka inaweza kufanywa value addition. Nielewe kutoka Seneta wa Embu. Seneta Mudigi. Spika, ni vile nimesema mambo mengi inafaa pesa ipatikane, mkulima aweze kufaidika. Ingawa hata watu wengi ni kama vile wewe mwenyewe ulikuwa hapa ulisema kama Mount Kenya wanakuwa favored mambo ya kilimo, na ukasema vile tunakuwa favored, lakini mambo mengi inafaa iangaliwe, ndio mkulima wote katika Kenya hawezi kuangaliwa kama ni mambo ya ule mkulima wa mguka mrasi kumura, na mambo ya kilimo ya majani, na mambo ya kilimo kama ya sukari, vitu nyingi ndio iwe value addition, ndio mkulima awache kutaapika. Kwa hivyo hata kama haijakuwa inakubaliwa, lakini kuna mambo inafaa ifanywe ndio mkulima yote katika Kenya aweze kufaidika. Seneta Mudigi vile aliuliza ni kama kwamba muguka inaweza fanyiwa value addition. Inaweza kuwa tengenezwe vitu gani? Muguka inaweza tengenezwa vitu gani ingine ndio uongeze faida kwake. Muguka
stroke miraa, kama Bwana Spika, kama inaweza kuangaliwa njia ile inafaa, inaweza kutengeneza juice, inaweza kutengeneza wine, pia muoka inaweza kutengeneza hata dawa ambaye ya kuvuvua mili ile ambaye kama mtu amedungwa sindano akiwa ako hali mahututi, inaweza kutengeneza vitu kama hiyo. Ile kitu inafaa ni kutolewa pesa ya kufanya research, na sio muoka peke yake, hata vitu nyingi. Ndio mimi namaliza. Kwa hiyo naunga mkono pesa iweze kutoka nyingi, na serikali iweze kuangalia mambo ya research ya vitu nyingi, sio muoka peke yake ama mrasuku peke yake. Asante Bwana Spika. Kwa hiyo naunga mkono. Seneta Mudigi, umejibu vizuri kabisa. Umeeleza vizuri vile muoka ama miraa inaweza tafutiwa namna nyingine kuongeza dhamana yake. Who do you want to inform Senator Cullen? But he's done. But what other information do you have? Maybe you have some experience of what miraa can do better or muoka. Thank you. Thank you very much, Mr. Speaker. I want to inform Senator Mudigi that actually, as we speak today, there is a booming business of Jabba juice that is going on in Nairobi. And we have several brands. It's actually a drink. I don't want to say if I have consumed it or not, but I have seen people consuming it. It is called by brand name Jabba Juice, with different brands depending on the company that produces it. And what this has done, Mr. Speaker, is that it has expanded the base of the people who consume Jabba. Because ordinarily, there are people who would not chew muoka or miraa, but they are comfortable sipping the Jabba juice and feeling the handas effect of the miraa. Thank you, Senator Karen. Also, maybe I will advise that you should also taste and also enjoy the experience. The other benefits which come with the Jabba juice and any juice associated with the miraa, they have very good benefits. You should just try. Also, I'll ask our good doctor, Dr. Ali Boni, you should also try that juice. It can really be of good benefit to you. I have that experience and I know it works so well. Senator Mboni, you are the next contributor to this motion. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, before I support this motion, allow me to acknowledge the advice you've given me that I partake of this. While you are saying it, a youth has sent me quickly, real time, we're being followed, that I ask you, does that juice have any aphrodisiac capabilities? Mr. Speaker, just for the sake of the youth who has asked. You know, aphrodisia is only, do you say about what does it mean? Do you want me to tell you what it can do to you if you partake it? That's why I want you to experience it. Just do, also maybe accompany Senator Cullen. She will show you where you can get it. And then you just try, you can try them both of you. And maybe, because also she has not experienced. Mr. Speaker, if next time I'm found with Senator Karen in Nairobi, please make sure that you explain to the husband, Somido, that it was with your permission. Otherwise, I was not going to go out with her, Mr. Speaker. And make your contribution to the motion. Mr. Speaker, thank you for the advice, and I rise, Mr. Speaker, to support